Ndugu wapendwa katika Kristo, masomo ya leo yanazungumza kuhusu ulimwengu wenye njaa. Sio njaa ya chakula tu, bali pia njaa ya amani, haki, upendo, matumaini na maana ya maisha. Kila siku tunasikia habari za vita, kupanda kwa gharama za maisha, ukosefu wa ajira, familia zinazovunjika na vijana wanaopambana na msongo wa mawazo, uraibu na upweke. Ingawa teknolojia imeunganisha dunia, watu wengi wanajihisi wapweke zaidi kuliko hapo awali. Katika hali hii, neno la Mungu la leo linatupa matumaini. Katika somo la kwanza, Nabii Isaya anatualika wote akisema, "Njooni ninyi nyote mlio na kiu, njooni kwenye maji. Njooni mle bila fedha." Mungu anatukumbusha kwamba njaa ya ndani ya moyo wa mwanadamu haiwezi kushibishwa na utajiri, mafanikio, mitandao ya kijamii au mali za dunia. Leo watu wengi wanakimbilia pesa, umaarufu na anasa, lakini bado mioyo yao inabaki mitupu. Mungu peke yake ndiye anayeweza kuushibisha moyo wa mwanadamu. Tusipokunywa maji ya uzima ambayo ni Kristo, tutaendelea kutafuta furaha bila kuipata. Katika Injili, Yesu alikuwa amepokea habari ya kusikitisha ya kuuawa kwa Yohane Mbatizaji. Alitaka kwenda mahali pa utulivu ili kupumzika na kusali. Lakini alipoona umati mkubwa wa watu, hakujifikiria yeye mwenyewe kwanza. Injili inasema, aliwahurumia. Huruma ilibadilisha mpango wake. Hata leo tunaona mateso mengi yanayotuzunguka. Tunawaona watu wasio na makazi, wakimbizi wanaokimbia vita, familia zisizoweza kulipa ada za shule au kupata chakula. Mara nyingi tunapoziona habari hizi kwenye simu zetu, tunazipitia tu bila kujali. Tumezoea kuona mateso, lakini Yesu anatufundisha si kuyaona tu mateso, bali kuyagusa kwa moyo wa huruma. Wanafunzi waliutazama umati na kuona tatizo, wakamwambia Yesu, "Waage watu waende wakajinunulie chakula." Lakini Yesu akawajibu, "Ninyi wapeni chakula." Maneno hayo yanatuelekezwa sisi pia leo. Tunapoona umaskini, rushwa, vurugu, ukosefu wa ajira au vijana wanaopoteza matumaini, mara nyingi tunasema, "Mtu fulani," lakini Yesu anatuambia, "Ninyi wapeni chakula." Huenda usiweze kutatua matatizo yote ya dunia, lakini unaweza kumlisha mtu mmoja mwenye njaa, kumtia moyo aliyekata tamaa, kumtembelea mgonjwa mmoja, kumsamehe adui mmoja, au kumsaidia mtoto mmoja apate elimu. Matendo madogo ya upendo huwa miujiza mikubwa mikononi mwa Mungu. Wanafunzi walikuwa na mikate 5 na samaki 2 tu. Ilionekana haitoshi kabisa. Lakini Yesu hakuwataka kile ambacho hawakuwa nacho. Aliwaomba wamletee kile walichokuwa nacho. Ndivyo ilivyo hata kwetu leo. Wengine husema, "Mimi ni mtu mmoja tu, mchango wangu ni mdogo sana." Lakini kila mabadiliko makubwa huanza na mtu mmoja anayetoa kile kidogo alicho nacho. Mwalimu anayefundisha kwa uaminifu, mzazi anayetoa kwa ajili ya familia yake, kijana anayekataa rushwa, Mkristo anayesema ukweli kwa upendo. Hivyo ndivyo mikate 5 na samaki 2 ambao Mungu huzidisha. Hili pia linahusu jumuiya zetu za kanisa. Mara nyingi tunalalamika kuwa hakuna wajitolea wa kutosha, fedha ni chache au mahitaji ni mengi. Badala ya kulalamika, Yesu anatualika kuweka vipawa vyetu miguuni pake. Kila mmoja akishiriki kile alicho nacho, kutakuwa na vya kutosha kwa wote. Katika somo la pili, Mtume Paulo anatupa tumaini kubwa. Anasema kwamba hakuna kitu, si mateso, si shida, si njaa, si hatari, wala hata kifo, kitakachoweza kututenganisha na upendo wa Kristo. Ni maneno ya faraja sana kwa ulimwengu wa leo. Familia nyingi zinapitia matatizo ya kiuchumi. Wengine wanabeba mzigo wa ugonjwa au huzuni. Wengine wana wasiwasi kuhusu maisha ya watoto wao. Mtakatifu Paulo anatukumbusha kuwa hali zetu zinaweza kubadilika, lakini upendo wa Mungu hauwezi kubadilika. Kristo hutembea nasi katika kila jaribu. Mwisho, muujiza wa leo unatuelekeza kwenye Ekaristi Takatifu. Kama vile Yesu alivyochukua mkate, akabariki, akaumega na kuwapa watu, ndivyo anavyofanya katika kila misa takatifu. Tunapokea si mkate wa kawaida, bali mkate wa uzima. Lakini baada ya kumpokea Kristo, hatupaswi kutoka kanisani bila kubadilika. Tunatumwa kuwa mkate kwa wengine, kwa kushiriki muda wetu, vipaji vyetu, mali zetu na upendo wetu. Ndugu wapendwa, tujiulize leo, je, ninatafuta kuridhika katika vitu vya dunia au ndani ya Kristo? Je, ninayaona mateso ya wengine kwa huruma au kwa kutokujali? Je, ni ipi mikate yangu 5 na samaki wangu 2 ninayoweza kumtolea Mungu? Je, ninawasaidia wengine kiroho, kihisia na kimwili?
Misa hii takatifu itie nguvu kumtumaini Mungu. Tuwe tayari kumletea Yesu kile kidogo tulicho nacho kwa moyo wa ukarimu. Yeye atakibariki, atakizidisha, atawabariki wengi kupitia sisi, na atatukumbusha kwamba hakuna kitu kitakachoweza kututenganisha na upendo wake. Amina.